Mheshimiwa Diwani, la kwanza niwashukuru sana kutupa kipaumbele kuwa kijiji cha kwanza kuja hapa. Naitwa Francis Mbasa, mwana kijiji wa Sambaru. Mheshimiwa mbunge, nikupongeza sana kwa kupita kwa kura nyingi za kishindo. Mko na diwani wako na Mama Samia, inapendeza kwa kweli. Mimi na mambo machache sana. Tumekuwepo na ujenzi wa sekondari wa muda mrefu ambao tulishapewa majibu na serikali, tukaambia kwamba kuna milioni 500, lakini kwenye CSR tukaambia kuna milioni 100, jumla kama milioni 600. Na hii ambayo iko milioni 25, tutakuwa na milioni 625. Sasa nilipenda kuuliza kama ndio hayo majibu au ndio tumeanza na tumerudi nyuma kwanza na milioni 25. Shule yetu imechakaa sana pale. Kwa msingi hiyo, hilo jambo la kwanza. Lakini la pili, sisi tuna mradi wa maji hapa, tuna shida ya maji. Tuna ukarabati, tuna maji ambayo yanatoka kule Kipombo. Sasa hivi miundombinu ni mibaya, maji yanavuja, mabomba yameharibika yote. Kwa kunahitaji ukarabati mkubwa. Tulikuwa tunatamani sana tupate majibu kwenye wilaya kwamba wanafanyaje mambo haya, kwa sababu maji yako pale. Lakini pia kisima kipya kimechimbwa pale sehemu za Isimbio. Sasa kimechimbwa, kimefunikwa, hatujajua sasa nini kinaendelea. Kwa mimi kwa haya machache nilikuwa natamani sana nijue, na pengine kuna wenzangu ambao wanataka wajue, lakini haya machache nilikuwa natamani nijue. Asante viongozi, Mheshimiwa Diwani na Mheshimiwa Mbunge. Mimi kwa majina yangu naitwa Selemani Shabani. Mimi sina mengi, ila naweza nikachangia wazo, kwa sababu hii naona Mheshimiwa Mbunge na Mheshimiwa Diwani tunakuwa tunaenda mbele tunarudi nyuma. Tuna milioni 25. Tulikaa kama kijiji mkutano hapa mkutano uliopita nakumbuka. Tulipokea bilioni 1. Leo tumeongezewa milioni 25. Tuliomba kama kijiji mama na sisi tujengewe sekondari, tutoe hadha ya watoto maskini, kaya maskini kama mimi. Tuliomba tujengewe shule ya msingi. Mheshimiwa Mbunge, hiyo shule hujafika ndugu yangu. Hiyo shule na mvua hizi nawaambia wanafunzi ni wakute. Mungu anasema waache, bado wadogo, baba zao wana akili. Sasa leo tusipoangalia wale wanafunzi pale ni aibu. Cha pili, tuna kisima cha maji. Hii kero ya maji baba ni muda toka enzi ya Nuhu, labda niseme mpaka leo. Lakini Nuhu huyu anakuja kutuletea neema ya mvua. Sasa hii tunagonga ya mvua toka juzi. Kawaida kabisa, ikiisha mvua hamna, tutachukua kwenye vidimbwi. Hadha ya maji, Mheshimiwa Mbunge, hebu ili hii changamoto ifuatilie. Hata kwa Mheshimiwa Waziri, mwambie kijiji cha Sambaru, kwa nini kila miaka viongozi wanapita mradi huu unaachwa? Kuna miradi mingi, yani imekuwa ni kero. Kama maji sisi ni kero. Nikikwambia maji yanasumbua toka 2000 na ngapi jamani? Tuseme 2000 na ngapi? 2005. Paka leo hii mradi wa maji imekuwa ni kero. Hii pipeline toka enzi ya Mwalimu Nyerere. Tenki ile toka enzi ya Nyerere. Sasa tunatumia vitu vya Mwalimu aliotutengenezea mpaka leo sisi hatushtuki, tuna nguvu. Kwa nini na sisi tusitengeneze miundombinu ambaye baadaye tunaandalia watoto wetu mazingira, kwa sababu tumekuja kujenga kijiji. Na mjenga kijiji ni mwananchi. Kama tuweki ile miundombinu, nani atakuja kuweka? Tuna fedha ya kijiji. Hiyo fedha tulishauri hapa, jamani, hala jirani. Tuangalie na sisi kijiji mama. Banda Saba wana shule nzuri kupita ya kwetu. Banda Saba wana vyoo vizuri vya wanafunzi kupita ya kwetu. Ukianzia Mwau, Mang'onyi wana shule nzuri. Ukija Mang'onyi pale walipewa hela na wenyewe zizi za fidia, wakajenga hodi ya wazazi. Sisi wazazi hapo ukienda wanajifungua, na sasa hivi tunaongezeka, tunatamani kuzaana. Tuliomba hodi ya wazazi kupitia hiyo hela, tukachanganua.
Tukasema bado tuna hela, tutoe haza ya nani ya maji, tujengewe tenki. Lile la Kipompo libaki kwenye kitongoji cha Kipompo. Kisima tulichimbiwa na mama Chatanda, aliitisha mkutano hapa, tukamuomba maji, lakini toka kimetobolewa kikafungwa juu, pipeline hamna, pump house hamna. Sasa leo mpaka leo, jamani, tuoneni huruma. Kwa hiyo changamoto, mheshimiwa mbunge na mheshimiwa diwani, bado kijana, tumekupeleka kule ukimbie mchaka, usije ukaachwa tena njiani. Tutumie hata za kijiji, hiyo 25 ingiza kwenye bilioni 1 imezwe kule, tutengeneze miradi ya kijiji. Nimshukuru tu mheshimiwa mbunge kwa kuanza vizuri. Naomba uanze vizuri na kumalizia vizuri, na kweli naamini ndio maana umewekwa kiti cha uchifu. Mimi ninakuja hoja yangu kwa sababu umesema kwamba tuzungumzie kero. Kwa majina naitwa Athumani Hassan Masudi. Mimi nina kero yangu mheshimiwa diwani, kwa kuwa umekuja na safu yote ya wilaya. Kero yangu niko katika kero ya mazao. Sisi wakulima tunapata shida sana tunapolima kwa bei, tunanunua mbegu kwa bei ya juu, lakini mazao yetu tunauza bei ya chini, kwa sababu ukianza kuzingatia paka sasa hivi tuna dengu ziko ndani humu mheshimiwa mbunge. Dengu za wananchi ziko ndani. Tunalima wenyewe. Mimi nilikuwa naomba kwamba kwa kuwa wewe ni mtetezi wetu, hawa watu wa halmashauri pamoja na wewe mtupambanie. Kama ni ushuru wa zamani ule wa kila gunia, tulikuwa naomba iwe ushuru wa kila gunia, tulipie vizuri, lakini kwa mkulima apeleke kule anapotaka kama zamani walivyokuwa wanafanya kipindi cha Magufuli. Kwa sababu sasa hivi tunapata shida sana mheshimiwa. Dengu sasa hivi dengu, watu wana dengu mle ndani, tumeshindwa hata kununua mbegu sasa hivi za mahindi kwa sababu bei ni mbaya. Ukipeleka dengu yako tunaambiwa sijui kuna utaratibu gani kule wilayani. Kwa kuwa safu hiyo unayo mheshimiwa, hiyo kero nilikuwa naomba ututetee sisi wakulima, angalau tujikwamue kiuchumi. Umeiomba ardhi hapa ya kujenga, lakini hebu omba na shamba uone palizi zake mheshimiwa, palizi za hapa. Unaweza ukatoboa tundu jingine huku, kwa sababu viuno vimekuwa vidogo kama vya nje kwa sababu ya majani hapa. Sasa mheshimiwa, naomba utupambanie swala hili la mazao ya mwananchi, angalau mazao yetu tuuze kwa bei nzuri, angalau ukute hata hizi nyumba za kisasa. Umeona hapa kwa sababu jamaa naye kajenga hapa, umeona nyumba ziko nzuri. Hebu ingia uchochoroni uko uone. Zimekuwa zinanyufa hivi, tunalala pabaya. Kwa hiyo tukilima vizuri, ukitupambania bei ikiwa nzuri, kwa kweli hapa utatukuta wote, labda angalau vifriji vipo, vitambi tunavyo. Tunaumia sana mheshimiwa. Mimi nilikuwa naomba hilo naye ulichukue mheshimiwa, angalau wewe mpambanaji na safu hiyo ya halmashauri, angalau wanatafuta mapato, lakini watuhurumie na sisi wananchi wa kawaida, mapato yetu ya kilimo angalau tuende vizuri. Asante. Asante ndugu mwenyekiti na diwani na mheshimiwa mbunge. Mimi nimesimama kama kijana wa kijiji hiki. Majina. Kwanza kwa jina naitwa Amos Hamisi. Kwanza mheshimiwa mbunge, mimi nikushukuru kama tunataka kuona njia. Kwa sababu kuna viongozi huwa wanachaguliwa wanageuka kuwa kama miungu wa duniani. Ila kidogo mimi nikitazama unaweza ukafika mbali. Pamoja na huko kijana, mimi nakutabiria tu, ukienda kwa mwendo huu kusema unataka kukaa na wazee, kutaka kuingia kwa vijana, utafika mbali na hili jimbo wakuja kukung'oa, labda wakung'oe wao ndani. Ukienda vizuri, ukiwa hivyo usipobadilika na kiburi cha uongozi. Lakini mimi nataka niombe hapa, tumesema sana maji. Hebu watengenezee wana kijiji wa maji, wa Sambaru maji, na kiongozi diwani yuko hapa, ni mchapakazi. Tumepata diwani, hii ni mara ya pili kwenye hiki kijiji. Nimwombe pia na diwani, kaa na mbunge vizuri, kaa na wakubwa wako vizuri. Kijiji hiki basi siku moja muandikwe kwenye historia kwamba mliwatoa wananchi wa kijiji cha Sambaru kwenye ile hali ambayo imesemwa sijui enzi za Nuhu. Basi nyinyi ni vijana, tupate hizo huduma na bibi zetu ambaye hawawezi kuchota maji mbali. Basi gharama ya maji leo kitaka kujenga kajengo kama haka, ukipiga tasimini daramu moja 16,000 kwa siku 5,000 daramu moja. Niambie umwagilie ukuta, utajenga kweli? Hakuna. Kwa hiyo mimi bwana mbunge, mimi nimesimama hapa wananijua. Kwa hiyo mimi nakuunga mkono, namuunga mheshimiwa diwani mkono. Ila kinachotakiwa sasa,
ni ukweli na uwazi. Keni na watu wote, msiwabague, iwe chama gani, wewe utakuwa mfano. Na nakwambia mkiendelea hivyo, hata miaka inayokuja labda wawatoe huko ndani, lakini huku nje sisi kura tutawapa zote. Lakini kinachotakiwa sasa, kazi zifanywe kwa vitendo. Tunaomba maji kwenye hiki kijiji, pia sekondari, kama walivyotangulia kusema wenzetu hapo. Milioni zilitajwa miaka iliyopitwa, mamilioni mengi. Nende mkayafuatilie hayo mahela yaliyosemwa, yasiwe ya midomo tu. Mwisho wa siku watu wanakuja kusema tunadanganywa. Mimi kwa hilo bwana, mimi nafikiri niishie hapo. Mimi nawapongeza viongozi kwa kutupa moyo. Tunaona sasa tumepata viongozi. Kwa hiyo muwe mnachukua maoni yetu. Mbunge. Majina. Kwa jina ni Mwendo Athumani. Nikushukuru pia kwa kuwa muungwana kwa kuja kutusalimia na kutoa shukurani. Wapo waliotangulia hawajafanya hivyo. Kwa hiyo tunaona wewe ni nyota njema kwa sababu umekuja kuleta shukurani kwa watu waliokupigia kura na kukuweka madarakani. Nikushukuru pia kwa sababu wenzangu wamesema tuna kero ya maji. Hiyo naomba tu uiweke kwamba hiyo ni kero kubwa sana ya maji katika kijiji cha Sambari. Pili, kuna kero kwa upande wa elimu. Shule ya msingi Sambari imechakaa. Yaani imechakaa hasa, haifanani na shule ambazo ziko kwenye machimbo ya madini. Tunaomba uliweke hilo maanani kwamba ikiwezekana hao wanechimba ardhi ya wazao wa humu waonwe, wabanwe ili waweze kuitengeneza hii shule. Tena ingekuwa vyema uwalete waje waiangalie. Ni shule ambayo imechakaa mno. Halafu la pili, sekondari, watoto wetu kwa kweli wanahangaika. Mang'onyi wengi wameacha. Shule hii ya msingi Sambari ni washukuru walimu, wanajitahidi kufundisha sana na wanafaulisha sana. Na walimu wa Mang'onyi wanatoa sifa kwamba shule ya Sambari inatuletea watoto wazuri. Hivyo basi kama ni hivyo, wengi sasa hivi wanaenda nje, hawasomi Mang'onyi, wanapelekwa shule zingine za nje kwa sababu ya matatizo na kero zilizoko Mang'onyi. Kwa hiyo tunaomba shule hii ya sekondari pia ipewe kipaumbele, ijenge. Ikiwezekana na nyumba za watumishi. Watumishi wengi sasa hivi wanakuja hapa, wanakimbia kwa sababu hakuna nyumba za watumishi. Kwa hiyo naye ni kero. Kwa hiyo vitu hivyo vinatupa mzigo mkubwa, na ndio maana kijiji hiki watu hawaendelei. Lingine niongezee, tuna migogoro ya mipaka kati ya Chemba na Ikungi. Huo mgogoro ni wa siku nyingi, tumetoa taarifa mara nyingi, lakini majibu hamna. Huwa tunapewa ahadi tu. Pia migogoro na sehemu zingine, Mang'onyi, kijiji cha Mang'onyi na kijiji cha Sambari, mpaka ule naye haueleweki, na sehemu zingine. Vitu hivyo mheshimiwa, ukiviweka maanani, nafikiri utaitwa mbunge mwenye hekima na busara. Tukushukuru kwa hayo machache, tukushukuru sana. Kuvuka kutoka Sambari kwenda pale nani Jogolo, wilaya ya Chemba hapo ng'ambo. Hiki kivuko kwa nini? Mahala pake ni hapa, daraja, tupate daraja. Jina? Hilo. Jina Jumanne Musa. Asante ndugu mwenyekiti, asante mheshimiwa diwani.
Asante sana Mheshimiwa mbunge pamoja na safu yote hapa. Mimi kwa jina naitwa Andrea Marki. Ndugu mwenyekiti, nina hoja au kukumbushia kuhusu barabara. Nafikiri mheshimiwa umekuja na barabara hii. Barabara hii ni mbaya. Magari vijana sasa wanapata, hayachukui hata muda mrefu. Mapikipiki yanaharibika. Naomba hilo nalo basi uliangalie. Pale naongezea kwa mjumbe huyu aliyekaa. Mheshimiwa diwani, wewe ni mwenyeji wa hapa. Umeona kabisa wengi sana hapa wanazolewa na maji. Tunapotoka hapa tunakwenda Jogola au Vada au Amburu hawajui hata kuogelea, tunakuja kuona watoto wanachukuliwa na maji. Hilo nalo ningeomba basi mlichukue kuhusu daraja pale litengenezwe. Leo mtanisamehe sehemu nitakapoteleza. Leo nimeamua niseme na mimi kidogo. Jina. Mimi naitwa Petro Paulo Mbura. Mimi kero yangu ni kuhusu wawekezaji wadogo niseme wa madini. Kuna eneo pale kwa Langi sasa hivi zinatoa zaidi ya mifuko 6,000 7,000. Hapa tumekaa tunasema kuna shida ya milango labda ya shule au choo cha shule au nini. Nitaka nikujua kijiji hichi kinaruhusiwa kuchukua asilimia au ushuru. Nakumbuka tulichimbaga shanta, kulikuwa mnachukua ushuru. Tulivamia, tulipewa, sikumbuki vizuri. Mlikuwa mnachukua ushuru. Nashangaa pale mimi nikichimba mawe yangu mpaka nilipe serikali mfuko mmoja, mwenye kiremu mifuko 3, kanye 10 mimi nachukua 6. Sasa kijiji chetu kinanufaika na nini na haya mashimo ambayo yanayochimbwa hapa? Sijui kuna nini, vitu vingi tu. Kwanza sisi sio wakulia hivi kusema hatuna hela za kufanyia kitu fulani. Je, kwenye kijiji chetu mnachukua hivyo vitu? Ndio swali langu hilo. Mbasa ndo aliyetuanzishia, akauliza maswali. Amegusia masuala ya ujenzi wa sekondari pamoja na mradi wa maji. Akaulizia kuna milioni 500, kuna milioni 100 za CSR. Aligusia haya maeneo mawili, lakini kuna ndugu yetu Selemani Shabani, yeye amegusia masuala ya ujenzi wa sekondari. Amezungumzia pia masuala ya maji kwa maana ya kisima kwamba kuna adha kubwa, lakini pia akaendelea ubovu wa miundombinu ya shule na miundombinu ya vyoo. Lakini kuna ndugu yetu pia anaitwa Athmani Hasani, yeye amezungumzia masuala ya stakabadhi ghalani, nadhani alikuwa anamaanisha hivyo, masuala ya bei ya mazao, hasa zao la dengu, kwamba ule utaratibu haujakaa vizuri. Na ndugu yetu Amos yeye amesema pia masuala ya maji, masuala ya sekondari pia. Ndugu yetu Mwendwa Abraham na vile kero ya maji, kero ya elimu shule ya msingi kwa maana ya ukarabati, lakini akagusia migogoro kati ya wilaya hii na wilaya nyingine kama alivyozungumza afisa ardhi. Pia tuna Jumanne Musa amezungumzia habari ya kivuko, hilo daraja hilo kwamba tulizingatie, lakini kuna barabara mbovu ambao amezungumza ndugu yangu Andrea Maliki, lakini pia ndugu yetu Petro amezungumzia unufaikaji wa kijiji hichi cha Sambaru na hawa wachimbaji wa madini. Ndugu zangu, nadhani hizi ndo hoja ambazo zimekuja mezani. Mimi niwashukuru sana kwa kutupa hizi hoja. Wale maafisa ambao wamefanikiwa kujibu yale maswali ama kutoa maelezo, mimi niwaombe sisi, kwa maana mimi na mheshimiwa diwani, tuondoke na haya yote, kwa sababu wamesema mengine hapo kwenye bajeti, mengine fedha zake ziko njiani zimening'inia zinaenda kuja, na mengine pengine fedha zipo labda hazianza kufanya kazi. Sasa mimi niyachukue na mheshimiwa diwani ili tukaende kuweka msisitizo, tukaweke msukumo, hizo fedha ambazo ziko njiani basi ziweze kuja zifike. Fedha ambazo bado zimepangwa kwenye budget basi tukazitafute, tukaziombee
kama zinaweza zikabadilishwa matumizi ya sehemu nyingine, basi zije wapi? Hapa Sambaru, kushughulikia changamoto ambayo ni kero sugu. Na nimeona hapa kila sehemu, kila aliyesimama karibia amezungumza habari ya maji. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba kwa kweli hapa maji ni changamoto kubwa, na mpaka ndugu yangu akasema ujenzi wa nyumba ni shida. Kama ujenzi wa nyumba ni shida, manake ujenzi wa hizi sekondari nayo utakuwa ni nini? Utakuwa ni shida. Sasa ili shida isiwe shida zaidi, inabidi maji yaje, na tunapojenga sekondari basi kuwe na unafuu. Manake unaweza ukatenga hela hiyo milioni 500, gharama za maji tu zikapoteza fedha nyingi, na hiyo milioni 500 isifanyaje? Isikamilishe huo ujenzi. Sasa changamoto kama hizi za maji ambao pia zinawagusa wananchi moja kwa moja, kwa sababu tumesikia misemo mingi, watu wanasema maji ni nini? Maji ni uhai, si ndio? Sasa bila maji hakuna uhai. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niwaombe haya yote niachukue mimi na mheshimiwa diwani, tukaendelee kusisitiza hapo halmashauri. Lakini ili jambo la mazao, maana ya stakabadhi ghalani, pia naomba niende nalo hadi kwa waziri, kwa sababu hili jambo liko nchi nzima na utaratibu wa kinchi jinsi ulivyoweka uliona hiyo njia ni sawa. Lakini kama njia ni kero, ndo sasa wakati wenu wa kusema hii ni kero, na mimi kama mbunge niichukue nikajaribu kuijengea hoja, kuwaambia kwamba utaratibu huu unamchelewesha huyu mkulima aliyetumia jasho lake, aliyepambana, aliyelima mpaka akigonga sururu, akigonga jembe, upande huu panauma, kama alivyozungumza ndugu yangu kwa hisia kali, akionyesha kwamba ni namna gani ili jambo halimpi usingizi, kwa maana linamkera au linamtatiza. Ndugu zangu, mimi niwashukuru sana.